Kundi la Kalashnikov kutoka Urusi limeunda ndege ya kwanza isiyo na rubani ya kamikaze yenye masafa zaidi ya kilomita 100. Kampuni hiyo iliiambia TASS, shirika la serikali la Urusi. Kundi la Kalashnikov ndilo kundi la kwanza nchini Urusi kutengeneza mfumo wa risasi za kimkakati za Kub-10Me zenye masafa ya zaidi ya kilomita 100. Mfumo huu uliundwa kwa muda mrefu kutokana na uzoefu wa kupelekwa kikamilifu kwa risasi za kimkakati katika eneo maalum la operesheni za kijeshi, taarifa hiyo imesomeka. Kampuni hiyo ilibainisha kuwa vipengele muhimu vya silaha mpya ni pamoja na mfumo wa mwongozo wa kielektroniki unaowezesha kushambulia shabaha zinazosogea, pamoja na ulinzi ulioboreshwa dhidi ya vita vya kielektroniki na mifumo ya ulinzi wa anga. Zaidi ya hayo, ina vifaa vya upigaji picha wa angani na mfumo wa upigaji picha wa video unaorekodi data ndani ya ndege. Risasi mpya imeundwa kwa ajili ya ushiriki sahihi wa magari ya kijeshi yasiyo na silaha na yenye silaha kidogo, vituo vya amri, vifaa vya ulinzi wa anga na malengo mengine. Taarifa kuhusu kampuni ya Kalashnikov Group kutengeneza risasi na ndege isiyo na rubani ya kamikaze aina ya Kub-10Me yenye masafa ya zaidi ya kilomita 100 ni jambo lenye uzito mkubwa wa kijeshi na kimkakati, hasa katika muktadha wa vita vya kisasa kati ya Urusi na Ukraine. Hata kama taarifa imetolewa kupitia chombo cha serikali kama TASS, bado inaashiria mwelekeo wa teknolojia ya kivita inayotawala medani za mapambano ya karne ya 21. Sasa nikupe uchambuzi mpana wa kimkakati, kiufundi na kisiasa wa maendeleo ya mambo haya. Moja, tuangazie maana ya risasi za kimkakati zenye masafa ya kilomita 100 na kuendelea. Ndege zisizo na rubani za kamikaze, loitering munitions, ni silaha zinazochanganya sifa za drone ya upelelezi, kombora linalojilipua, mfumo wa kushambulia kwa usahihi wa juu. Sasa masafa ya zaidi ya kilomita 100 yana maana kubwa sana kwa sababu zinaweza kurusha kutoka umbali wa mstari wa mbele, zinapunguza hatari kwa askari wanazozitumia, lakini zinapanua kina cha mashambulizi, deep strike capability. Kwa vita vya sasa, uwezo wa kushambulia kwa umbali wa kilomita 100 unaruhusu kulenga vitu vifuatavyo: vituo vya amri vilivyo nyuma ya mstari wa mbele, mifumo ya ulinzi wa anga, maghala ya silaha, mkusanyiko wa magari ya kivita. Hii ni hatua ya juu kuliko drones nyingi za kamikaze zenye masafa mafupi ya kilomita 30 mpaka 50. Uboreshaji wa mifumo ya mwongozo wa kielektroniki. Sasa taarifa hii inasema kuwa silaha hiyo ina mfumo wa mwongozo wa kielektroniki, uwezo wa kushambulia malengo yanayosogea, ulinzi dhidi ya vita vya kielektroniki. Hii ni sehemu muhimu sana katika vita vya Urusi na Ukraine. Vita vya kielektroniki vimekuwa nguzo kuu. Pande zote mbili hutumia jamming, yani kukatiza mawasiliano ya drone, GPS spoofing, yani kupotosha mfumo wa urambazaji na kukatiza mawasiliano ya data. Ikiwa Kub-10Me ina ulinzi ulioboreshwa dhidi ya EW, electronic warfare, basi inaweza kufanya kazi hata kwenye mazingira yenye jamming kali. Imeongeza uwezekano wa kufika shabaha, inapunguza upotevu wa drones kwa sababu ya kukatwa mawasiliano. Hii inaonyesha kuwa Urusi imejifunza kutokana na uzoefu wa medani ya vita na kuboresha teknolojia yake kulingana na changamoto halisi. Uwezo wa kushambulia malengo yanayosogea, hii ni hatua ya juu sana kiteknolojia. Droni nyingi za awali zilikuwa na uwezo mkubwa dhidi ya malengo tuli, yani static targets, lakini kushambulia gari linalosogea, msafara wa kijeshi, mfumo wa ulinzi wa anga unaohama, kunahitaji ufuatiliaji wa picha kwa wakati halisi, yani real time target, mfumo wa IA, algorithm za kufuatilia shabaha, data link imara. Ikiwa mfumo huu unafanya kazi kama ilivyoelezwa, basi ni ongezeko la uwezo wa kushambulia kwa usahihi wa juu, yani precision strike capability. Athari kwa usalama wa Ukraine. Kwa upande wa Ukraine, silaha za aina hii zinaweza kulazimisha kuhamisha vituo vya amri mbali zaidi, lakini kuongeza matumizi ya mifumo ya ulinzi wa anga, kuongeza gharama za kujilinda dhidi ya drones. Tatizo la kimkakati ni hili:
Drone ya kamikaze mara nyingi ni nafuu kuliko kombora la kuizuia, ikiwa inagharimu maelfu au makumi ya maelfu ya dola, lakini kuidungua kunahitaji kombora la gharama na mamia ya maelfu ya mamilioni, au basi kuna assessment ya gharama. Hii ni mbinu ambayo Urusi na Ukraine zote mbili zimekuwa zikitumia kushambulia kwa silaha nafuu ili kulazimisha adui kutumia ulinzi ghali. Taswira ya ubora wa Urusi katika teknolojia ya drone. Mwanzoni mwa vita kulikuwa na simulizi kwamba Urusi ilikuwa nyuma kidogo katika teknolojia ya drone ikilinganishwa na Magharibi. Lakini sasa tunaona uzalishaji wa ndani unaongezeka, miundo mipya ikiundwa, uboreshaji kulingana na uzoefu wa vita unafanyika haraka. Hii inaonyesha mabadiliko ya kimfumo katika sekta ya ulinzi ya Urusi. Kwa muda mrefu, Kalashnikov Group ilijulikana zaidi kwa silaha ndogo, yani small arms, lakini sasa inaingia kwa nguvu zaidi. Drones, loitering munitions, teknolojia za kisasa za vita vya kisasa. Hii ni ishara ya kubadilika kwa viwanda vya kijeshi vya Urusi kuelekea vita vya karne ya 21 vinavyoendeshwa na drones na mifumo isiyo na rubani. Je, hii inabadilisha mwelekeo wa vita? Sasa silaha moja pekee haiwezi kubadilisha vita nzima, lakini ikiwa itazalishwa kwa wingi, ikiwa itathibitishwa kuwa na ufanisi, ikiwa itaunganishwa na mifumo yenye upelelezi wa satellite na drones nyingine, basi inaweza kuleta mabadiliko katika usawa wa mashambulizi ya mbali. Hata hivyo, ni muhimu kukumbuka, Ukraine pia inaendeleza drones zake. Magharibi inaendelea kusambaza mifumo ya ulinzi wa anga. Vita vya drones ni mbio za teknolojia, yaani kwa hiyo kila ubunifu wa upande mmoja huzalisha majibu mapya upande mwingine. Kipengele cha propaganda na vita vya taarifa. Kwa kuwa taarifa imetolewa kupitia TASS, pia kuna kipengele cha kuonyesha nguvu ya viwanda vya ndani, kutuma ujumbe kwa Magharibi kwamba Urusi bado ina uwezo wa ubunifu, lakini kuongeza morali ya ndani. Katika vita vya kisasa, taarifa za silaha mpya hutumika pia kama silaha ya kisaikolojia. Maendeleo ya Kub-10Me yenye masafa ya zaidi ya kilomita 100 yanaashiria mambo yafuatayo. Urusi inaendelea kuwekeza katika teknolojia ya drones na loitering munitions. Uzoefu wa medani ya vita unaotumika kuboresha mifumo mipya. Vita vinaendelea kuwa vya teknolojia, data na vita vya kielektroniki, lakini mashambulizi ya kina, deep strike, yanaongezeka. Kwa taswira ya ubora wa Urusi kijeshi, hatua hii inaonyesha uwezo wa kubadilika haraka, uwezo wa kuendeleza silaha mpya licha ya vikwazo, mkazo wa kimkakati katika vita vya drones. Lakini matokeo halisi yanategemea uzalishaji kwa wingi, ufanisi wake vitani, na jinsi upande wa pili utakavyojibu kiteknolojia. Hii ni JMTV. Endelea kutufuatilia kwa uchambuzi na undani wa taarifa zaidi.